Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa channel yetu hii ya Msimbo Online TV, siku ya leo tumekutana tena kwa mara nyingine tena katika muendelezo wa darasa zetu hizi za hususan katika masala ya ndoto, na tumeanza na darasa la kwanza inayosema epuka shari za ndoto hizi 7. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaendelea tena katika sehemu ya pili ya epuka shari ya ndoto hizi 7. Nikuombe mpenzi mtazamaji, hebu jaribu kufuatilia darasa hizi kwa muendelezo wake kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili uondoke na faida kubwa ambayo leo tunakwenda kuieleza na tutakwenda kuitoa katika darasa hizi. Endapo utafuatilia, na imani kabisa kuna baadhi ya mambo yanaweza kukugusa, au kuna baadhi ya mambo ulikuwa yafahamu utayafahamu, au inaweza ikamtokea mtu mwingine na ukajua jinsi gani ya kumsaidia au kumtafsiria vile ambavyo yeye atakapokuwa ameota, baada ya kufuatilia muendelezo wa darasa hizi na kujua tafsiri mbalimbali na nini kifanyike baada ya mtu kuota ndoto ya sampuli kama hizo. Kwa hiyo leo kwa mara nyingine tena tunakuja tena katika sehemu ya pili ya epuka shari ya ndoto hizi. Na hapa kabla sijaingia katika maudhui, nataka nitoe kitu kimoja, angalizo moja. Kwa bahati mbaya watu wengi sana hizi habari ya ndoto hawafuatilii. Yaani wengine wanachukulia kwa si mambo ya kawaida tu bwana. Lakini wallahi usipuuze hata siku moja ndoto. Na hasa kama itakuwa imejirudia zaidi ya mara 2, usije ukatokea ukaipuuza. Nitawapeni mfano hai. Siku moja Sayyidna Umar aliota amedonyolewa na gogoo katika shingo yake hapa. Alipoamka asubuhi akaenda kwa sahaba mmoja, alikuwa ni mwanamke, jina lake nimesahau kidogo tu, akaenda kumfahamisha. Alipomfahamisha akamtafsiria kama wewe utauawa, lakini atakayekuwa wewe si katika Waarabu. Na kweli Umar akaenda kuuawa na yule majusi, akapigwa pale pale ambapo jogoo yule alikuwa amemdonyoa. Na tutaikuta mbele katika darasa letu leo jambo hilo. Kwa hiyo maana yangu hapa nini? Maana yangu tusipende kudharau, kuona kama vitu vya kawaida, kuchukulia poa. Hapana, tuvichukue na twende tukafanyie kazi, kwa sababu ndani yake vina faida na ndani yake vina mazingatio makubwa sana vitu kama hivi, endapo mtu atavifuatilia biidhnillahi ta'ala. Asa leo tunakwenda kuangalia sehemu ya pili ya epuka shari ya ndoto hizi. Kwa hiyo sikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uondoke na faida katika siku hii ya leo biidhnillahi ta'ala. Tuanze na ya mwanzo kabisa. Tuanze na ya mwanzo ambayo hii nasema, man raa kaannahu yaakulu tahama harra. Yoyote ambaye amelala kisha akaota anakula chakula cha moto, anakula chakula chenye moto. Nafikiri unalifahamu na kusudia nini. Mfano umewekewa wali au ugali, lakini ule ugali ni wa moto sana. Au mfano umewekewa wali, lakini ule wali ni wa moto sana, ukaota kwa sampuli hiyo. Basi tafsiri ya ndoto hii kwa mtu ambaye amelala akaota na kula chakula lakini chenyewe kina joto sana, kina moto sana, basi tafsiri yake mtu huyo atakula mali ya haramu. Atakula mali ya haramu. Yaani mali yake atakayokula itatokana na njia za haramu, mfano wa riba na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo siku yote mtu yote kama atakuwa amelala alafu ikamjia hali kama hiyo, basi afahamu kwamba mbeleni huko atakula chakula au atakula mali ya haramu. Hiyo ndio tafsiri yake na hiyo ndio maana yake. Lakini ya pili, ama taamu barida, ama mtu ambaye amelala kisha akaota na kula chakula cha baridi, chakula cha baridi. Hii kama itakuwa mtu huyo aliyeota ni mgonjwa, tafsiri yake ni kwamba atapata ponyo au atapata dawa ambayo itakwenda kuponya maradhi yake. Kwa mtu ambaye atakuwa amelala kisha akaota na kula chakula
lakini chenyewe ni cha baridi, basi atapata ponyo, na hilo ponyo litakwenda kuponya maradhi aliyokuwa nayo biidhnillah taala. Hiyo ni ya pili katika zile 7 ambazo leo tunakwenda kuzieleza na tunakwenda kuzifundisha. Lakini ya 3, man qatala alhayata, yoyote ambaye amelala kisha akaota anaua nyoka, basi tafsiri yake mtu huyo atapambana na adui yake. Lakini pana mawili hapo. Huyo adui huenda akawa adui wa kibinadamu au akawa adui wa kijini. Endapo kama atafanikiwa nyoka huyo kukugonga, ina maana yule adui tayari kishafanikiwa na kisha kutia uchawi katika mwili wako, aidha kibinadamu au wa kijini. Haijalishi, sasa haijulikani kama atakutia uchawi kwa ajili ya maradhi, utapata maradhi na utaumwa sana. Kama amekutia sihiri kwa ajili ya kusambaratisha katika swala zima la kiuchumi, basi mitaji yako, biashara zako, mambo yako yatayumba sana. Kama ametia uchawi kukufarikisha baina yako wewe na familia, basi itatokea mizozo mikubwa katika familia na hali na kadhalika. Lakini ukiota unapambana na nyoka, unapiga nyoka, na kwa bahati mbaya yeye akawahi kukugonga, basi huo ni uadui ambao unatokana na sheitani au unatokana na jina binadamu. Kwa hiyo inategemea na jinsi ambavyo itakavyokuwa na mazingira ambayo yatakayokuwa wakati huo wewe unaota ndoto ya sampuli kama hii. Na hii inafasiriwa kwenye kisa cha Nabii Adam alayhi salam, aliyekwenda kuleta fitna kwa Adam na Hawa. Alikuwa si mwingine, alikuwa ni nyoka. Na ndio maana ndoto yoyote inayoashiria majoka, basi tafsiri yake inakwenda moja kwa moja katika masala ya uadui. Kwa hiyo yote mwenye kumjia hii katika usingizi kwamba yeye anaua nyoka, basi tafsiri yake mtu huyo anapambana na adui yake. Na endapo kama atakuwa amemshinda na akamuua, basi mtu huyo anakuwa tayari amemshinda yule adui yake biidhnillah taala. Na hizi kama itakuwa unazipata unaziota, basi unapoamka asubuhi jitahidi sana kusoma sana suratul Baqara, kusoma ayatul Kursi, soma sana na ile dua a'udhu bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa. Usiache vile vile kama utakuwa unasumbuliwa na kuota sana ndoto za sampuli kama hii. Hii ni ya 3 katika zile 7 ambazo leo tunakwenda kuzielezea biidhnillah taala. Lakini ya 4, kwa mtu ambaye amelala kisha akawa ameota nyoka anaingia ndani mwako. Yaani umelala alafu unaota nyoka anaingia ndani mwako. Tafsiri yake, ndugu yangu katika imani, katika nyumba unayoishi, katika nyumba unayokaa, ndani yake kuna adui, ndani yake anaishi na wewe, lakini wewe mwenyewe humtambui. Anawezekana akawa ni ndugu yako, anawezekana akawa ni mpangaji wako, anawezekana akawa ni mpangaji mwenzio. Yategemea katika mazingira ambayo wewe unayoishi. Lakini ukiona kwamba nyoka anaingia katika nyumba yako, basi ni ishara kwamba adui yumo ndani mwako, humo ambapo wewe unaishi. Kwa hiyo haijalishi unakaa nyumba ya kupanga, haijalishi unakaa nyumba yako mwenyewe, basi huenda akawa ndugu yako, huenda akawa jamaa yako, huenda akawa rafiki yako mmeweka ndani mwako, lakini si mtu mzuri, ama katika nyumba ya kupanga, basi huenda katika miongoni mwa wapangaji wenzio, basi mmoja si mwema kwako wewe biidhnillah taala. Kwa hiyo yote ambaye atakayekuwa amelala na kisha akaona hali kama hiyo, basi afahamu kwamba katika nyumba anayoishi kuna adui ndani yake, lakini mwenyewe anakuwa hajielewi. Hii ni tafsiri ya 4, ni jambo la 4 au sehemu ya 4 katika zile 7 ambazo leo tunakwenda kuzieleza biidhnillah taala. Na hapa kama ndugu yangu utakuwa na maswali ya kuuliza, unaweza ukaacha comment yako hapo chini, au la basi unaweza ukanitumia kwa swali lako kwa njia ya WhatsApp. Pengine kuna ndoto ambayo sijaelezea hapa na wewe unapenda tuieleze, basi unaweza ukaacha kwa njia ya WhatsApp. Namba ya WhatsApp ni 0793 052 052 0793 052 052. Ukilipata kule, basi nitakuja na majibu yake na nitatengenezea mada, nitakuja kuyajibu maswali hayo biidhnillah taala. Na utaratibu huu tutakuwa tunauanza kila siku ya Ijumaa. Kila siku ya Ijumaa tutakuwa na utaratibu wa kujibu tu yale maswali ambayo watu wengi mmekuwa mmeyauliza.
Yani ikifika siku ya Ijumaa tutakuwa tunajibu yale maswali tu ambayo nyinyi mmekuwa mmeuliza kupitia video zetu hizi. Kwa hiyo Ijumaa itakuwa ni siku ya kujibu maswali tu yanayohusu na masala ya ndoto. Kwa hiyo kwa ukiwa nalo basi litume katika namba hiyo ambayo tumeitaja hapo muda si mrefu. Au unaweza kaweka hapo swali lako chini nikaliandika, Ijumaa ukaja kupata majibu yake biidhnillah taala. Ndoto ya 5, ukiota unafukuzwa na nyoka. Basi nyoka huyo tafsiri yake basi ni adui yako, anakufukuza kwa spidi kali sana. Ukiota unafukuzwa na nyoka, basi adui yako anakufukuza kwa spidi kali sana. Haijalishi adui huyo huenda akawa kijini au akawa adui wa kibinadamu. Na kama atafanikiwa akakupata, basi madhara yake yanakuwa ni makubwa sana. Yote hii inshallah ukishtuka usingizini, basi haraka sana fanza dua, na ukiamka asubuhi ndoto usisimulie, ili uende ukavunje na ukauwe adui ambao unanyemelea na unaweza ukakupata biidhnillah taala. Sio nzuri, ni mbaya sana. Kwa hiyo kama utakuwa unayo mara kwa mara na unaiona, basi haraka sana chukua hatua biidhnillah taala. Hiyo ni ndoto ya ngapi? Ya 5 katika zile 7 ambazo leo tunakwenda kuzieleza biidhnillah taala. Lakini ya sita kwa mtu ambaye atakakuwa amelala kisha akawa anaota ndoto zifuatazo. Kwa mfano, akawa anaota anaogelea baharini au mtoni, ama akawa anaota ananyonyesha mtoto, ama anabembeleza mtoto, ama akawa anaota mtu huyo ana mimba. Sasa hii kwa wanawake, ana mimba, au akawa anaota mtu huyo anajifungua. Basi hizi kama atakuwa nazo mwanamke mara kwa mara anaziota, basi mwanamke huyo ana shetani, na shetani huyo anaitwa jini ashiku au ashiku na jini, au wengi wetu sana tumezoea kumuita jini mahaba. Na katika majini ambao ni wagumu sana kuwatoa, basi huyu ni mmoja wapo inshallah. Huyu ni mmoja wapo. Mtu akiwa naye huyu afanye jitihada kubwa sana aweze kumwoa, kwa sababu huyu anakwenda kuathiri vitu vingi sana. Huyu akiwa naye, huyu anakwenda kuathiri mpaka swala zima la kipato, anakwenda kuathiri kama mwanamke ameolewa, anakwenda kumuathiri mpaka mume wake katika swala zima la nguvu za kiume. Kwa hiyo hii ni ya 6 katika zile 7 ambazo leo tunakwenda kuzieleza biidhnillah taala. Na ndoto ya 7 ya mwisho kabisa, kwa mtu ambaye akilala akiota anadonyolewa na jogoo. Hii si nzuri ndugu yangu. Nimeelezea hapo mwanzo Sayyidina Umar aliota anadonyolewa mara 2 na jogoo. Alipoenda kupata tafsiri yake alikaambiwa kwamba atauawa na atakatwa shingo yake, na kweli katika hivyo. Kwa hiyo yote atakayokuwa amelala alafu akaota naye anadonyolewa na jogoo, basi tafsiri yake si nzuri, mtu huyo anaweza akauawa. Kwa hiyo ukiota kama hii, basi haraka sana uwahi kufanya dua za daf'ul balaa na ufanye yale maelekezo ambayo kaelekeza Mtume Muhammad kwa mtu akiota kitu gani ambacho yeye aende akakifanye biidhnillah taala. Kwa hiyo leo biidhnillah tumeelezea hizi epuka shari ya ndoto hizi 7, na leo ni sehemu ya 2 na tumezieleza. Na nimesema kama mtu atakuwa na maswali yake anataka kuuliza, au kuna njozi ambazo anaziota anataka kujua, basi atume maswali, nini ndoto hizo kwa namba yangu ya WhatsApp, alafu tutakwenda kujibu katika channel yangu hii ya YouTube, na nitatoa majibu kutokana na ndoto hizo ambazo wewe umeziota biidhnillah taala. Kwa leo tuishi hapa, tukutane katika darasa lijalo na kipindi kijacho cha adhkar na dua biidhnillah taala. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.